tunasikilizana ya kwamba hii kazi tutafanya kwa pamoja. Vile vile nimewasikiza kwa makini, tuliongea hapa, mnajua sisi ni wakulima sisi wote. Watu wa hapa Likuyani na watu wa Sugoi ni watu majirani. Si namna hiyo? Na sisi wote ni mahali ambapo tunazalisha chakula kingi katika Kenya. Mimi nawapongeza wakulima wa hapa Kakamega kwa sababu mumetumia mbolea nyingi sana kuzalisha chakula yenu hapa ambayo itatusaidia kufikisha Kenya. Nimetembea hapa barabarani lakini kidogo naona kuna mahindi hapa haijatumia mbolea ya kutosha. Unajua mimi ni mkulima, najua kupima. Nimeona mtu hapa ametumia nusu gunia tu peke yake hapo. Nimeona mmoja amejaribu ametumia gunia moja. Sasa mimi nataka niwaambie siri. Si ndio? Tukienda mbele, shamba tunapanda na gunia ngapi? 2 ya mbolea. Alafu tunaweka top dressing gunia moja ama gunia moja na nusu. Hapa mahali tunavuna saizi magunia 15, tutavuna magunia 25 tukielekea 30. Sikizeni mashemeji, shamba ni ile ile, si ndio? Hatusemi uongeze shamba. Kulima ni ile ile, kupalilia ni ile ile, lakini ukiongeza magunia 2 ya mbolea utafuna badala ya magunia 15 utafikisha 30. Hiyo hesabu ni ngumu kweli? Sio hesabu ni rahisi. Na ndio sababu mimi nang'ang'ana kulete bei ya mbolea chini. Si ile mbolea tulikuwa tunanunua hapa Moi's Bridge ama Matunda shilingi 6,000 7,000. Leo mwaka huu tuliteremsha mpaka 3,500. Saa hizi nimeteremsha imekuja 2,500. Ndio? So mtajipanga. Kwa sababu unajua ukivuna magunia 15 kwa ile shamba yako eka moja na uvune magunia 30, hapo kwa 30 ndio mangondo inajaa kwa mfuko, ndio unakaa chonjo. Ama na magari jameni? Mtajipanga na mbolea zaidi? Na wauliza, na hapa Kenya Seed tunapanga tuongeze mambo ya mbegu. Kwa sababu mbegu tulitumia ni nyingi, sasa tunataka kuongeza na tutatumia hata shamba ya serikali kuzalisha mbegu zaidi. Ndio tupate mbegu ambayo itatusaidia. Kwa sababu ni muhimu kuzalisha chakula Kenya. Kwa sababu hiyo ndio njia ya kuondoa njaa. Ndio watu wasio andamana, wanafanya valisha sufuria kwa kichwa watu wazima. Sijui kama tunaelewana jameni. So tutasaidiana namna hiyo. Hapa kwenu vile vile nimesikia vile mmetoa sauti, mmesema Mugabe hapa amesema tuangalie pia ile pesa tutalipa wakulima. Jana katika baraza letu la mawaziri tumeketi hapa Kakamega, tumeweka shilingi bilioni 4 ya kununua mahindi ya wakulima wetu. Tunaelewana? So mpango tuko nayo sasa, cereals watajipanga, mkivuna pia mziuze mahindi yenu kiholela. Tunataka tuipangie vizuri ndio itutoshe kesho kutwa mpaka siku hiyo ingine, na mpaka tukutanishe hii na ile tutavuna ya next year. Tunaelewana jameni? So tunataka tupangane namna hivyo. We are going to have a proper program. Na hata hiyo mbolea tumekubaliana na gavana baraza ya kwamba hiyo mbolea ikuje mashinani. Ile ya Sinoko, ndio? Ya Sinoko ipatikane Sinoko. Sio lazima mtu aende sijui Moi's Bridge ama aende wapi, ikuje Sinoko. Sio kama tunaelewana? Tumekubaliana? Vile vile nimewasikiza kwa makini, mumesema ile barabara ya kutoka Brigadier mpaka hapa Matunda kwa Nambaya hapo tutengeneze. Na mimi nimekubali nitatengeneza. Ndio? Nitatengeneza. Na pia tumekubaliana mambo yale mengine mengi ambayo yako hapa, huyu viongozi wenu wameandika, wamenipatia taarifa kamili, nitaishughulikia. Tunaelewana jameni? Mko na maneno ya barabara zingine ambazo mnataka hapa, barabara ile barabara nilikuja kuanzisha kutoka Tarbo pale kuja mpaka Soi. Kuna barabara nyingine ya kuunganisha Likuyani.
mpaka ifike Tarbo. Kuna barabara zingine, hizo barabara zote katika budget